Kituo chetu kimeanza mwaka 2000, sasa hivi kina miaka 26. Na huduma yetu tunasaidia watoto wanaishi katika mazingira magumu pamoja na mayatima pia. Na niseme kwamba katika huduma yetu ni kwamba tunawasukuma zaidi watoto kwenye upande wa elimu. Na upande wa elimu au niseme kwa ujumla, awamu hii ya watoto ni watoto sasa hivi ni awamu ya 5. Na awamu ya kwanza ni kwamba tuna watoto sasa hivi ambao walishakuwa wanajitegemea, wana familia zaidi ya watoto wa 4 mpaka 3. Na katika hayo wapo ambao tumesomesha, na tuna injinia mmoja Tazara Dar es Salaam, tuna injinia kwenye mitambo ya Voda Dar es Salaam, tuna jeshi la wananchi binti wa kike yuko Tanga, na tuna daktari yuko Matema Kela. Kwa hiyo sehemu kubwa kwenye huduma yetu tunawasukumia zaidi watoto kwenye elimu. Na zaidi hapo bado nina watoto hapa Chiwanda, nina watoto 46 kwenye shule pale Chiwanda. Kwa hiyo wako chini ya hiki kituo. Unapata huduma kutoka kwenye hiki kituo. Na huduma hii ni kwamba haina wafadhili. Wafadhili ni Watanzania wenyewe wenye moyo wa upendo ndio wanaohudumia hii huduma. Kwa hiyo inaendeshwa kwa jinsi hiyo. Asante sana baba. Watoto wangapi hapa? Hapa ni 20 kwa sasa hivi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Leo hii niko hapa kumwakilisha mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Jabiri Omar Makame, kibeba ujumbe wa matendo ya huruma kwa watu wenye uhitaji ambayo yanatoka kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe. Hizi ni zawadi ambazo Mheshimiwa Rais anazitoa katika kipindi hiki cha sikukuu ya Eid al-Fitr kwa ajili ya watu wenye uhitaji maalum. Kwa hiyo vile mimi kwa upande mwingine nikiwa kama mkuu wa wilaya ya Momba nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa matendo haya ya huruma kwa wananchi wake, hususan wananchi wa Tunduma, na sisi tu tumekuja kukabidhi kwa niaba yake. Na hii ni ishara ya upendo ambayo inaifanya sikukuu ya Eid al-Fitr wote washerekee kwa amani na utulivu. Na hii ni wito tu kwa watu wengine wote, kila ambapo usisherekee peke yako, mwalike na jirani, mwalike na yule ambaye hana, toa kwa yule ambaye hana. Tumeona Mheshimiwa Rais ametoa, lakini hii anatupa chachu na sisi katika sikukuu hii. Usile peke yako na wanao au na familia yako peke yako, ita jirani, mshare, ili kuifanya sherehe iwe ni amana zaidi. Kwa hiyo zawadi hizi tunategemea kwa zitaifanya siku ya Eid al-Fitr kuwa ni siku ya upendo na amani zaidi. Lakini jambo lingine, nitoe wito kwa mkoa kwa ujumla na wilaya, tusherekee sikukuu hizi kwa amani na utulivu. Kipekee mimi nikupongeze msimamizi wa kituo kwa moyo wa huruma unaoonyesha kwa watu ambao wenye uhitaji, hasa watoto yatima na watoto wenye mazingira wanaotoka kwenye mazingira magumu. Na umetuambia katika taarifa yako kwamba kuna watoto ambao tayari wamekuwa mainjinia, kuna watoto wamekuwa madaktari, kuna watoto ambao kupitia kituo hiki wamekuwa ni wanajeshi, ni wapiganaji wetu katika vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tuzidi kumuunga mkono. Kwa sababu kila unapomsaidia mtoto kama huyu, hatima yake umeiongezea hatima yake thamani. Hujui uko mbele atakuwa ni nani. Kwa hiyo tunajivunia sana kituo hiki na tunazidi kuwatia moyo. Lakini kwa wamama na watu wenye uhitaji, jamani, zawadi hizi ni kutoka kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe. Sisi tu tunaleta kuzikabidhi kwenu. Kwa hiyo ni imani yetu litatoa furaha katika familia zenu. Mimi niwashukuru, sasa niko tayari kwa ajili ya kukabidhi. Mimi naitwa Dr. Boniface Kasululu. Kwenye mkoa huu mimi ni mganga mkuu wa mkoa.
Kwa hiyo huduma hizi pia ziko chini yangu kwa sababu nasimamia eneo la afya, ustawi wa jamii pamoja na lishe. Binafsi nikupongeze sana. Lakini kwa hapa pia namwakilisha katibu tawala wa mkoa. Sababu tena za kuweza kushukuru kwa ajili ya huduma hii ambayo mmeifanya. Yani kwa upande wangu nashindwa hata kusema, kwa sababu umeonyesha kwamba mnatupenda, na niseme kwamba Mungu awabariki sana kwenye uongozi uliohusika kutoka ngazi ya juu mpaka kwenye uongozi ngazi iliyoko mahali hapa. Nasema asante sana, Mungu awabariki kwa ajili ya kazi nzuri ambayo mmeifanya. Kwa hiyo niseme Mungu awabariki sana. Vitu vilivyotolewa tumevipokea. Kwa kweli tutakwenda kuwa na sikukuu ambayo ni njema. Ina maana kwamba katika hiyo sikukuu tunakwenda kushiriki pamoja naye pia, na hivi vitu tumevipokea. Tunasema Mungu ambariki sana. Asante sana. Hapa kushukuru kama wazee wasiojiweza. Kwanza kabisa namshukuru Rais wetu Mama Samia Hassan Suluhu, namshukuru mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, watendaji wote wa kata, na washukuru sana. Kwanza hivi ndio vitu vizuri sana kwa wazee ambao hawajiwezi na watoto yatima kama hawa. Yaani hapa tunashukuru Mama Samia Hassan Suluhu pamoja na watendaji wote, wakuu wa mkoa, wakuu wa wilaya. Tunashukuru sana jamani. Mbarikiwe sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana.